Rais katusaidia kupunguza mgogoro wa dabi, na sio kwamba ameondoa matatizo yaliyopo sasa hivi. Mabao kila mdau aanze kuona kwamba anao wajibu wa kusaidia mchakato ambao mimi nimezungumza toka mwanzo, na naomba watu waniunge mkono kwenye mchakato. Kuniunga mkono kwenye hili, tunatakiwa tuanzishe mahakama ya usuluhishi wa michezo Tanzania. Huu ndio mwarobaini wa kwanza. Hatutaona migogoro ndani ya TFF, hatutaona migogoro ndani ya ngumi za kulipwa, hatutaona migogoro ndani ya riadha, hatutaona migogoro ndani ya basketball, hatutaona kwa miwili. Kuna mgogoro wa dabi na mgogoro ulizalishwa mara baada ya dabi ambao ni kuhusiana na FA kwa maana CRDB Sport Federation ambao pia ni mgogoro. Kwa hiyo kuna mgogoro hii miwili. Yote inahitajika kupata solution. Kwa siku moja ingekuwa sio rahisi kwamba migogoro yote tupate majibu. Si umeelewa? Unajua Simba kuto kuposti picha ya president, mimi hii sijaifurahia kwa sababu inaonyesha kama Simba wana mgomo wa ndani kwa ndani. Ni kitu ambacho hakiwezekani usiposti picha ya nani? Ya president. Na picha hiyo yupo Mangungu, wapo na viongozi wengine wa Simba. Asadalali yupo pale. Hujaipandisha. Kuna kikwazo. Uwezi ukasema Simba amekosa bando. Uwezi ukasema Simba hawana hiyo picha. Ni kwa nini hajapandisha? Maana kuna hoja ya Simba ya mgomo wa ndani kwa ndani. Simba huenda ile kauli ya kwamba mechi ya dabi isipochezwa hatutaingiza timu, huenda ile pale inawatafuna ndani kwa ndani. Hoja za Yanga zijibiwe, sawa, ili tuweze kupata solution. Kama ni kuambiwa Yanga hapa mkuu na hoja, ionekane kwamba Yanga hawakuwa na hoja. Mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media? Karibu tuyazungumze mengi ya kimichezo. Niko na mzee wa Black and White Lugano Israel, na hapa tunakwenda kujuzana yale ya kifootball zaidi. Jana mambo yalikuwa ni mengi sana baada ya taarifa kwa umma bodi ya ligi. Maana kile kinachopostiwa bodi ya ligi watu wanakwenda kutizama kuna nini tena, lakini jana bwana ni dabi kubadilishwa tarehe yake. Badala ya tarehe 15 ambayo ilibidi iwe kesho, dabi imekuwa tarehe 25 Lugano Israel. Kwanza mimi nimshukuru Mungu kwanza kwa kunipa uhai, afya na kibali cha kuwepo muda huu. Unajua unapokuwa mzima lazima uwepo na neno la kusema asante Mungu. Hata kukaa mbele ya maiki kuzungumza chochote cha kumshukuru Mungu. Unajua kuna watu wana survive sasa hivi wanatafuta sauti tu waongee. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu na naamini hata wewe ambao unanitazama utakuwa na nafasi tu kusema Mungu asante. Ukitaka kujifunza juu ya maisha, nenda hospitalini, nenda makaburini. Sawa? Nenda katika mazingira ambayo yana vitu ambavyo wewe pengine unaweza kuwa umeshatoka kwenye hiyo njia. Kwa hiyo namshukuru Mungu kabla ya mambo yote, niseme asante kwa sababu ya kibali na afya niliyokuwa nayo. Yote katika yote jambo la jana lilikuwa ni jambo jema sana. Kwanza nipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kile ambacho amekifanya. Unajua tuzungumze ukweli. Tunapokuwa na kiongozi ambaye anajua jinsi ya kufanya masuluhisho, tunakuwa na sehemu ya msaada mkubwa sana ya vile vitu ambavyo vinahitajika. Tumefika hapa, yani manake hata wale ambao wanaongoza soka hawana solution tena. Hawana namna ya kufanya solution. Yani maana ya kuwa kiongozi. Yani unajua, ngoja tuambie watu vizuri. Unapokuwa kiongozi, mtu akikwambia msomi, kuwa msomi sio kuwa kiongozi. Yani unaweza kuwa msomi na usio kiongozi. Kuwa kiongozi ni tabia za kutafuta solution katika mambo mbalimbali ya kimsingi. Kutafuta solution za kibiashara, kutafuta solution za kisiasa, kutafuta solution za mazingira tofauti. Kwa hiyo unapokuwa msomi ni mtu ambaye unaweza kutengeneza mawazo na namna ya kuliendea jambo likaleta impact. Kwa hiyo hiki ambacho amekifanya mama, mimi nampongeza sana Mama Samia Suluhu Hassan. Ni kitu kikubwa ambacho tushai kuzungumza nyuma huko kwamba hapa ilipofikia mama ndo anatakiwa kuokoa, kwa sababu kwa upande wa bodi ya ligi TFF tayari walikuwa wameshafeli kwa kiwango kikubwa. Walikuwa hawana uwezo tena wa kuliendea hili jambo, kwa sababu utaliendeaje hili jambo wewe mwenyewe unatuhumiwa? Utaliendeaje hili jambo wakati kuna baadhi ya vitu unavifanya ambavyo kuna mtu mwingine aridhiche navyo? Kwa kiujumla kabisa ni kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kabisa kwamba bodi ya ligi, TFF, Yanga, Simba ni mgogoro ambao hauna namna ya kusuluhisha. Sawa? Kwa hiyo serikali ilivyoingilia hasa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, manake kaenda kufanya nini? Kusuluhisha. Ila watu waelewe.
Sio kwamba tumemaliza nini matatizo. Lakini Lugano, tatizo liko pale pale, hatujamaliza tatizo. Mbona kama matakwa Yanga yamefanyika? Tatizo, ngoja nikwambie. Kwenye solution, ngoja kwanza. Kwenye solution kuna vitu vinne. Sawa? Kwenye masuala ya kufanya solution kuna kitu kinaita kumpata msuluhisho. Yaani kunapokuwa na mgogoro wowote lazima mpate msuluhishi. Hiyo hatua ya kwanza. Ya pili msuluhishaji. Ya pili ni kuleta mapatano na ya masharti. Unapokuwa watu mmeingia kwenye migogoro, kuna wale nini, kila mmoja anakuwa na hoja zake. Sawa? Kwa kila mmoja anakuwa analeta nini, masharti ya nini, ya mapatano. Kama bwana mimi nataka hiki, mimi nataka hiki. Si kama unaelewa? Hizo ni hatua za kutaka nini, solution. Ya tatu, hiyo ndio kuitisha kikao. Sawa? Kama ambavyo Mama Samia Suluhu Hassan kafanya nini? Ameitisha kikao. Ya nne ni kuweka masharti ya makubaliano na kutokukubaliana. Yaani hizo ni hatua za nini? Za kusolve tatizo. Kwa level ya president, sawa, hivi vilabu vitamheshimu. Yaani mtu yoyote, mimi nikiitwa na baba, Lugano njoo, nimefika. Lugano kuna hiki na hiki na hiki, ndio baba. Nataka ufanye kitu fulani, ndio baba. Yaani mimi lazima nikubali kwanza kabla sijaanza kuleta hoja zangu. Kwa hiyo mimi lazima nikubali. Bwana itabidi uende sehemu fulani, ndio. Sawa mzee. Najua huku labda kazini huku siwezi kutoka, nakubali kwanza. Sawa baba, sawa. Lakini baadaye ndo nakuja hiyo, lakini maana yake unakuja kuleta nini? Hoja zangu sasa. Baadaye kuleta hoja zako unaanza kwenye hoja kwa hoja. Ya tatu unakuja makubaliano ya mwisho kwa bwana sasa basi mimi nikombe ruhusa ofisini ili niende kwenye hiyo swala. Lakini lazima kwenye hiyo migogoro upite stage 4 ambazo zinatakiwa usolve hilo tatizo. Kwa sababu lazima kuwepo na mgogoro, kuwepo na msuluhishi, kuwepo na hoja za mgogoro, sawa? Alafu kuwepo na nini? Kukubaliana na kukubaliana. Sasa hizo stage zote hizo hazijafanyika kwa vile mimi ninavyojua. Kilichokienda kufanyika ni kuhakikisha kwamba dabi inaenda fanya nini? Kuchezwa. Watu wameangalia mpira wenyewe. Watu waanze kufikiria kwanza. Soka letu limeingia na vitu vingi vya hovyo. Tuzungumze ukweli. Kuna watu watachukia. Na hii sio kwa ajili ya kumnyoshia mtu mkono. Inawezekana tumekubali mazingira haya yaendelee kwa hivi na mpaka ametuleta katika stage ambayo tupo sasa hivi. Yani mfano tuanze na mamlaka ya soka. Sawa, TFF sasa hivi kuna mtu anaweza kujimilikisha kama mimi ni mtu, yani mimi ndo TFF. TFF sio ya mtu. TFF ni mali ya nini? Ya umma, ya Watanzania wapenda soka. Yani hata wewe unaweza ukawa president wa TFF, katibu wa TFF, unaweza ukawa msemaji wa TFF, mtu yoyote. Kwa maana hata waliopo sasa hivi kuna watu walikuwepo waliachia nafasi wakaja wengine. Si umeelewa? Kwa kama tunataka kuzungumzia TFF mpira wetu wa Tanzania, lazima tuzungumzie kwa scenario ya kujenga mpira, sio kumfesi mtu kama ni mkosaji. Inawezekana yeye akajiona yuko sahihi. Lakini mimi nataka niangalie katika mfumo wa TFF sasa hivi. Kwa sababu lile ndo jipu ambalo lilianza kama kipere, limefikia kuwa jipu, linaenda kuwa kansa. Maana yake inawezekana watu ambao wapo wanaweza kaweka status ya kwamba tuone kabisa kwamba TFF ni ya mtu mmoja au ya watu wale. Lakini TFF ni ya Watanzania. Watanzania zakahoji, Watanzania wanataka kupata taarifa, Watanzania wanataka kuhoji hata vitu vinavyoendelea. Watu wanataka pia kufahamu mapato na matumizi ya TFF. Watu wanataka kujua maendeleo ya TFF. Unajua tunaona baadhi ya vitu ambavyo tunaviona kwa macho, si ndio? Lakini ndani yake watu wanataka kuona zaidi. Wale ambao kwa nafasi wanawajibika vipi kutoa hizo nafasi? Unanielewa? Tunazungumzia ni mali ya nini? Ya umma. Yaani pamoja na kwamba FIFA wanasema ni chombo ambacho akiingiliwi, lakini TFF, viongozi wa TFF wafahamu kwamba ile ni mali ya umma, ni mali ambayo kila mmoja anastahili, mtu mpenda soka anafahamu vinavyoendelea mle ndani. Si umeelewa? Kuna vitu vingi sana. Ninavyosema hii sio solution kwa sababu
kuna vitu vingi ambavyo Yanga wameitumu TFF, wameitumu bodi ya ligi. Maana yake vile inatakiwa vipate solution kwa 100%, na sio kwa sababu ya kauli ya Rais Mama Samia Suluhu ya kwamba watu wakacheze dabi. Kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa kufuatiliwa. Cha kwanza, ngoja kwanza wafahamu huu mgogoro ambao umezungumzwa sasa hivi. Taarifa ambayo tumeipata ni kutoka bodi ya ligi kwamba dabi ipo tarehe 25. Hiyo ni sehemu moja. Migogoro ilikuwa miwili. Kuna mgogoro wa dabi na mgogoro ulizalishwa mara baada ya dabi ambao ni kuhusiana na FA kwa maana CRDB Sport Federation ambao pia ni mgogoro. Kwa hiyo kuna mgogoro hii miwili. Yote inahitajika kupata solution. Kwa siku moja ingekuwa sio rahisi kwamba migogoro yote tupate majibu. Si umeelewa? Kwa hiyo kilichofanyika, ninachokielewa mimi kilichofanyika ni dabi kuchezwa. Lakini bado matatizo yatabakia pale pale ambayo yanatakiwa kutengenezewa mfumo sahihi wa kuweza kuondoka kwenye matatizo yaliyopo sasa hivi. Kwa hiyo tunazungumza kuhusiana na hiki. Lakini yote tupongeze kwanza president kwa kusaidia, kwa sababu mimi nilikuwa naona kabisa kama dabi ingechezwa, Yanga hajapeleka timu, Simba angepeleka timu, angechukua pointi 13, Yanga anapokuja pointi 15, ingekuwa ni vurugu ambayo pengine ingekuwa ni vurugu zaidi kuliko shinda hizi. Pengine tungesikia maneno makali mengine ambayo yangeleta tafaruku sana. Kila siku kuna baadhi ya vitu vingekuwa vinaibuka ambavyo yani mimi nishatoaga za ndani kwamba kulikuwa na mpango mwingine wa kutoa vitu vingine. Kwa hiyo kuvinusuru hivi dabi kachezwe, lakini pia sio solution ya kwamba tumemaliza matatizo yetu. Stage 4 hizi za kufanya solution, kukubali na kutokukubaliana. Manake Simba, bodi ya ligi, TFF na Yanga wakae mezani kwenye mchakato wa kusolve haya mambo na kweli yaonekane kusolviwa. Wewe unavyohisi hili swala la dabi kupelekwa tarehe nyingine, ni watu walikaa chini wakafanya negotiation za pamoja wakakubaliana bana, yes tarehe ni hii hapa, ama kumetoka kama ni kitu cha amri hivi kufanyika? Yani unapozungumzia umeenda kuonana na president, sawa? Ni mfano mtoto mwenye heshima unapoenda kukutana na baba. Heshima ya president au mama. Heshima kwanza ni kumsikiliza. Sawa? Ya pili ni kufuata anachokizungumza. Cha tatu ni kumuonyesha kwamba unaheshimu mamlaka aliyokuwa nayo. Maana ya kutia alichokizungumza. Kwa hiyo anapozungumza anaweza akakupa ushauri. Mwanangu nataka mcheze, ningefurahi kuona mechi itakuwepo mnacheza na mimi nitafurahi nikishuhudia. Sawa mama, tutacheza. Sawa? Mtupangie sasa tarehe ni siku gani? Sitaki mwezi upite. Unaangalia siku gani ambayo itakuwa nini? Tarehe 25. Sawa mama. Si ndio? Tuko hiyo hivi na hivi na hivi. Sawa mama. Ni heshima. President anapozungumza, sawa, hata kikushauri, msikilize. Then baadaye leta hoja zako. Sasa kwa nini Simba wao mwanzo walikuwa na posti kwamba wako sambamba na bodi ya ligi mechi tarehe 15? Baada ya taarifa ya bodi ya ligi kubadilika, kama hawako tena sambamba na bodi ya ligi, Young Africans wao ndio upepo umehamia kwao na wenyewe wanaposti dabi haina kipengele. Hapo unaona kana kwamba Simba hawajaridhia na haya ambayo yanaendelea. Jana mara mwisho nilikuwa naangalia Simba, hata picha ambayo hata sasa hivi naangalia hapa. Mpaka sasa hivi Simba taarifa hawajaibadilisha. Mpaka sasa tunazungumza labda badilisha baada ya masaa mengine. Au refresh, pengine wamebadilisha hapo. Kurefresh mimi iko refresh wakati wote. Labda ngoja tuone, umeona? Hamna kitu ambacho Simba amekibadilisha. Hamna picha ya Simba iliyobadilika. Hata ile ambayo walipiga na Mama Samia Suluhu Hassan. Hawajaiposti Simba. Ile picha, unajua picha ya kupiga na president. Yanga amepost muda ule Yanga alipost. Simba hawajaposti ile picha ambayo ni ya heshima. Unajua unapopiga na president, yani utakiwa kusubia hata sekunde 2 kwa sababu simu inaweza kusema picha imeharibika sio. President unapopiga naye picha wakati huo unatakiwa uiposti wakati huo maamuzi yamefanyika. Umenielewa? Simba hajaposti. Inafikirisha kwa nini Simba hawajaposti ile picha. Lugano, cha kwanza nakumbuka viongozi wengi wa Simba Sports walikuwa wanasema kwamba kuhitaji viongozi wa bodi ya ligi kujiuzuru ni mpango mkakati wa Young Africans kuweka watu wao ambao wanaamudu kuwatawala. Pengine baada ya kuona Steven Mguto amejiuzuru na kuona Almas Kasonga amesimamishwa na mwenyewe na rais wa TFF, wanajua kabisa hii walichokuwa na kesi kinakwenda kutokea. Hata kama kingekuja kutokea, unapozungumzia swala la rais, umepiga picha na rais. Sawa, inamaanisha ile picha ni special.
itakiwa Simba waipandishe picha kwenye nini, kwenye vyanzo vyao vya habari, ionyeshe kwamba Simba wamekubaliana hata kile ambacho au heshima ameipeleka Ikulu, kwa sababu nao waliitwa na wakafika. Yani unajua Simba kuto kuposti picha ya president, mimi hii sijaifurahia, kwa sababu inaonyesha kama Simba wana mgomo wa ndani kwa ndani. Ni kitu ambacho hakiwezekani usiposti picha ya nani, ya president. Na picha hiyo yupo Mangungu, wapo na viongozi wengine wa Simba. Asadalali yupo pale. Hujaipandisha. Kuna kikwazo. Uwezi ukasema Simba amekosa bando. Uwezi ukasema Simba hawana hiyo picha. Ni kwa nini hajapandisha? Maana kuna hoja ya Simba ya mgomo wa ndani kwa ndani. Simba huenda ile kauli ya kwamba mechi ya dabi isipochezwa hatutaingiza timu, huenda ile pale inawatafuna ndani kwa ndani. Wanadifikiria ni namna gani tutaweza kukubaliana na hiki kitu. Je, utapingana rais kwa maandishi? Huenda Simba ameweka mgomo. Kuna ile sintofahamu kwamba nani anaonekana mjeuri, niseme hatuchezi, nani anaonekana msaliti wa klabu tuseme tunacheza. Yani Simba kwanza kuto kuposti ile picha ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Unajua ile picha ndio imetuonyesha kwamba makubaliano ya bodi ya ligi mpaka wanaandika barua ya kwamba tunacheza tarehe 25. Inaonyesha kwamba kulikuwa na kikao na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kawapa ushauri wa kufanya ili jambo lifanyike. Ndio maana hata upinzani hauwezi kuwa mkubwa sana, kwa sababu liko katika level ya juu sana ya ushauri. Si umeelewa? Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kupinga kwamba hiki hakitakiwa kifanyike hivi na hivi. Sasa Simba wanaonyesha kama wana mgomo binafsi ambao upo ndani yao, ambao pengine wameshindwa kurise mbele ya president. Ndio maana nimekwambia unapokuwa na ndani unakuwa mbele ya president, wewe ni kukubali, sawa? Lakini nikasema hivi, bado kuna hatua ambazo natakiwa zifanyike. Kwanza hoja za Yanga sio kwamba pale zimejibiwa. Hoja za Yanga zajibiwa. Na kumbuka zile hoja Yanga anazitoa hazibaki kuwa za Yanga, zinabakia kuwa za wadau. Si umeelewa? Hoja ya Yanga ambayo inazungumzia kuhusiana na ligi kwa maana ya dabi ni tofauti na hoja ya Yanga ambayo inazungumzia kuhusiana na nani? Na kombe la shirikisho. Kwa sababu kombe la shirikisho sio kwamba walipozungumza na president pale sio kwamba ndo Yanga wamepewa lao la ubingwa. Sidhani kama amepewa la ubingwa. Na pale ile hoja sio kwamba inaonyesha kwamba TFF hawakuhodhi zile pesa zao. Bado kwa hiyo hoja bado ziko pale. Kikubwa ambacho mimi nakiona ni kwamba president ameona kwamba dabi ichezwe, watu wafurahie, watu waenjoy wakitazama mpira wa miguu, sawa? Lakini bado kuna hatua zingine lazima zifanyike kwa ajili ya kupata solution ya mgogoro huu kwa 100%. Unajua kuna msemo ambao unasema kwamba funika kombe mwanaharamu apite. Hilo kombe linalofunikwa unaweza ukafunika kwa hekima au unaweza ukafunika kwa kiburi. Sasa hilo kombe ambalo limefunikwa sasa hivi ni kwa hekima ya president. Sawa? Lingekuwa la kiburi ni mtu mwenye mamlaka, oya chezeni. Umeelewa? Kwa hiyo hekima ya president ndilo ambalo limefunika kombe. Yani hebu tukacheze dabi. Haya mambo mengine tuanze kuyafanya taratibu. Hebu wanapatikana bingwa wa halali, ama mambo mengine tufanye taratibu. Lakini utaratibu huo ndio ambao unatakiwa kuzingatiwa. Tunajua tabia za Watanzania. President karahisisha jambo limekaa sawa sawa, si ndio? Lakini watu wataanza kujisahau, hawataingia kwenda kutafuta solution. Utaniambia kwamba mamlaka ya TFF, si ndio, kuchukulia poa migogoro hii, tutakuwa tumepata solution? Sio kweli. Migogoro imeanza kutokana na viongozi kutokuwa na uwezo wa kufanya solution. Kunatakiwa tutafute namna ya kutafuta solution iliyo nzuri kwenye masuala haya. Mgogoro ulipoanzia ndipo ambapo tunatakiwa tuanzie. Wanasema Mungu unapoingilia ndio ambapo unatakiwa utokee. Umeelewa? Hata msumari ukiingilia pale huwezi kutokea sehemu nyingine. Ulianza kutokea kwa udhaifu wa kanuni, udhaifu wa vyombo vyetu vya ndani vya kufanya maamuzi, kwa maana zile za kamati ambavyo usimamizi wa bodi ya ligi na TFF yale madhaifu. Yanga hawakwenda hizo kwenye kamati ni kwa sababu ya udhaifu uliopo ndani. Kwa sababu pia huko unatakiwa tukaangalie. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima vifanyike, pamoja na kwamba dabi imesimamishwa. Tuseme tarehe 15
ilisogezwa mbele mchezo mpaka tarehe 25, lakini bado tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba solution hizi ifikia hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4, ambapo kukubali kutokubaliana. Maana yake ni nini? Hoja zipate solution. Kama kuna kiongozi ambaye hataki pengine kupatikana kwa chombo huru cha kimahakama ambacho kitafanya kila mwana michezo aone yuko safe, maana yake hatuna bado solution. Kwa hiyo bado serikali mimi naiomba, hiyo ameifanya jambo zuri sana, lakini kuna jambo lingine kubwa zaidi ambalo linatakiwa lifanyike. Tuondokane na hii migogoro kwa miaka mingine, na tunazungumzia kwenye mpira wa miguu. Hapa hatujaigusa riadha, hatujagusa ngumi, hatujagusa basketball. Huko kuna migogoro. Kuna migogoro mikubwa sana. Hili swala tunalozungumza ni jepesi sana, lakini hiyo migogoro, kwa sababu watu wa ndani muda mwingine wanakuwa na mandate kubwa kiasi ya kwamba wanakandamiza watu wengine, kwa lazima tupate mahakama ya usuluhishi wa michezo. Wenzetu Kenya shafanikiwa kufanya hivyo. Sisi Tanzania ndo hii inaweza ka solution ambayo tukaenda nayo. Lakini hoja za Yanga zijibiwe, sawa, ili tuweze kupata solution. Kama ni kuambiwa Yanga hapa mkuwa na hoja, ionekane kwamba Yanga hawakuwa na hoja. Kama hoja ile ina mashiko wa 50%, basi natakiwa ifanyiwe kwa 50%. Kama ni 100, basi ni 100%. Yanga walikuwa wametoa mapendekezo yao. Yale nasema mapendekezo yao kutokana na maono yao. Wanataka Almasi Kasongo aondolewe kwa sababu ile ni kama ilivyo Kidao, naye ni mwajiriwa. Wao walisema tunaomba ajiuzulu. Waajiriwa au ajiuzulu. Sasa hiyo nguvu manaka alikuwa anapeka kwa President Wallace Karia kwamba waondolewe kazini. Lakini kilichofanyika ni kwamba aliondolewa ni nani? Kasongo. Lakini wamemwacha Kidao hajaondoka. Manake bado hapo kuna shida. Tufahamu Yanga walikuwa na hoja gani kwa Kidao kwamba anatakiwa aondolewe. Aliyeondolewa, aliyejiuzulu ni mwenyekiti wa bodi ambaye nani? Steven Mguto. Mimi binafsi kwa Steven Mguto nilikuwa naunga mkono hoja toka kipindi cha nyuma kwamba hakustahili kuendelea kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa sababu hana vigezo, sio mwenyekiti wa klabu kwa sasa. Na hiyo sasa tunatakiwa kwenda kuangalia kwa nini Mguto alikuwa amekaa pale. Nani alikuwa ambaye alikuwa na mgadi? Protection yake kubwa ilikuwa ni nini? Wakati vigezo alikuwa hana. Ina maana pia kuna madhaifu hayo ambayo yako mondani. Tunakuja walisema dai lao lingine ni kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi inatakiwa ikae pembeni, almaarufu kama kamati ya 72. Je, imeondolewa? Haijaondolewa. Tunatakiwa Yanga pia tupate kufahamu cha ndani ya Yanga, ndani ya kamati kuna kitu gani ambacho wao waitaka ijiuzulu. Kwa sababu kusema kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi kwa sababu ya dabi imeenda kuchezwa basi ndio isiondolewe au iondolewe, lazima kuwepo na uhalali wa kile kitu ambacho kilisemwa kwamba kweli kilistahili kuwa vile. Kwa hiyo hoja yangu ya msingi, licha ya kwamba tunaipongeza mamlaka kwa maana serikali, Mama Samia Suluhu Hassan kaweza kupitisha tarehe ya dabi kwa ushauri, kwamba kashauri kwamba dabi chezwe na vijana wake wakubaliana naye. Mtu kama mzee Mangungu wamemwelewa, wakaona kweli inawezekana. Alfati Haji ambaye alimwakilisha president kwa maana ya Wallace Karia, wote wamekubaliana kwamba alimwakilisha engineer side, engineer side. Lakini vyote katika yote bado kunaonekana kuna shida humu ndani. Yani lazima tupate majibu ambayo yatakuwa ni solution. Yani tusifunike kombe mwanaharamu apite, na kweli mwanaharamu anapita, lakini ile kombe lazima tulirudie. Kwenye kombe tulilolifunika kuna kitu gani? Lugano unamaanisha Young Africans hata kama wamekubali kucheza hii mechi, yale matakwa yao lazima tuhakikishe yanatiliwa mkazo, yafanyike kabisa. Yani zile hoja hatutaki kuziacha kama zilivyo. Yale ambayo Young Africans waliyatoa nje, walioyazungumza, hawawezi kwamba tukasema walikurupuka tu, walitoa kwa sababu ya hasira. Sawa? Lazima tujue ndani yake kuna hoja. Hata kama tutakutana kwamba Yanga waliongopa, lakini inawezekana kwenye uongo wao pia tukagundua kitu. Lakini kama kuna ukweli, kwenye ukweli wao inawezekana tusaidia kitu. Kwa hiyo mimi binafsi
ninaona hatuna sababu ya kuona hizi hoja ambazo ziliwekwa mezani hazina maana. Twende kwenye hoja, kwenda kutafuta kiini cha majibu ya hiki ambacho kinazungumzwa, ili baadaye tusipate migogoro mingine. Tufanye nini? Sawa? Tumepata msuluhishi, kasuluhisha. Sawa? Kikao kimefanyika. Sijui tumepata zile kila mmoja akatoa dukuduku lake. Tunataka kukubali na kutokukubaliana. Tunataka tutengeneze kitu ambacho tuseme hiki ndio kinaenda kutoa kwenye migogoro. Sasa mimi huwa natazama tofauti na wengine. Mwingine anaweza kawa anapambana. Unajua kwenye maisha kuna vitu viwili tofauti. Kuna mtu anapambana ale leo. Yaani mtu mwingine ambaye anapambana leo apate chakula cha leo, lakini kuna mtu anataka kutengeneza misingi ya maisha yake yote awe na uwezo wa kula. Hao ni watu wawili tofauti. Wachambuzi wengi wanataka kupata kitu cha leo. Yaani leo dabi imechezwa. Ile sio solution. Tunataka tupate chakula ambacho tutakuwa nakula maisha yote. Ndio maana kuna mtu unaweza kumuona ana struggle, unaona maisha yake ya kawaida. Yaani hataki kukuonyesha kwamba anachomiliki ni kitu gani. Anachomiliki anataka kiwe ni kitu ambacho kinaleta nini, matokeo ya muda mrefu. Inawezekana anawekeza kwenye elimu kwa muda mrefu nini na vitu kama hivyo. Mwingine anataka watu waone mimi na gari, mimi na nini. Vitu kama hivyo. Simba wanayo haki kwenye swala la kikanuni ya kuweza kukatalia huu mchezo kuogomea. Kukatalia ni kitu ambacho hakiwezekani kwa Simba. Yaani Simba, unajua kwenye dunia hasa binadamu, kuna hata kipindi cha ukoloni. Sawa? Kipindi cha ukoloni kuna kipindi watu walikuwa sio kwamba wanagoma, ila walikuwa wanaonyesha zile saini kwamba hatukukubaliana na tunafanya. Lakini kuna kitu kingine kifanyike zaidi ya hiki. Kwa mfano Simba wao umeelewa? Simba wao walikuwa nasema kama dabi haitachezwa tarehe 15 hawatakuwa radhi kufanya nini? Kwenda kuingiza timu kwenye mechi nyingine. Umeelewa? Ile inawatafuna. Si umeelewa? Ile inawatafuna. Ndio maana nakwambia hawajaposti Simba kwenye peji zao maalum ambazo picha imepiga na president na mwenyekiti wa club. Uja posti kwa masaa mengi kutoka muda huo. Kuna kikwazo gani? Manake Simba wana mgomo baridi wa kuelekea kwenye mchezo, ila wanashindwa kusema kwa sababu president ni mtu ambaye uwezi kumgomea kirahisi, ila unaweza kuonyesha saini kwamba hiki sijakubaliana nacho kwa 100%. Kwa hiyo kuna stage nyingine. Kwa hiyo Simba anatupa saini kwamba hawajakubaliana na nini na hili swala. Wao walitaka dabi ichezwe tarehe 15. Hao wanaosema kwamba ni kama vile tumeingilia mamlaka za mpira kwa upande wa siasa. Watu waelewe kitu kimoja. Mimi hili nimelizungumza before kabla ya huko. Nadhani Kawabe ni au watu gani nimezungumza nao kuhusiana na kuingilia mpira. Ifikie wakati jamani tuanze kusoma. Yaani tuanze kuvifuatilia baadhi ya vitu. Unajua kuwa msomi ni kujiingiza kwenye kitu fulani. Huwezi kuwa msomi wa kila kitu na huwezi kuwa unajua kila kitu. Lakini kuna baadhi ya vitu tunaweza kuvifuatilia ambavyo vinaweza kutusaidia. Sio kila kitu unaweza kukipata kirahisi. Mfano FIFA governance sio rahisi kuipata kirahisi, rahisi ukaona. Sawa? Yaani FIFA waliacha neno kwamba kuingilia serikali kuingilia masuala ya michezo, walimiliacha hewani. Lakini FIFA wanaelewa mdau wa kwanza, sawa? Mdau wa kwanza kwenye michezo ni serikali. Watakujengea viwanja, watakutengenezea academy, watakutengenezea sera. Umeelewa? Watakupa ulinzi. Ndio maana pale taifa utakutana kuna polisi. Ile ni serikali. Sasa wajengelea mpira pale. Wanalinda watu mpira ucheze kwa amani. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu watu wasifikiri kila kitu ni kuingilia serikali. Kila alichokifanya Mama Samia Suluhu Hassan sio kama ameingilia serikali. Nimeona mwandishi kutoka Ghana, Mickey Junior. Kushambulia sana jana anaonekana kama alikuwa anatoa taarifa kwamba ionekane kama serikali imeingilia masuala ya mpira. Oya, watu waelewe kuhusiana na kuingilia mambo ya mpira. Kuingilia mambo ya mpira nimezungumza mara nyingi jamani. Ni ile kutoa commandment ya serikali, maamuzi yao. Mfano, kwenye huu mgogoro wangesema tunaomba watoe amri kwamba tunaomba Karia ukae pembeni. Tunaingiza kamati ya uchunguzi. Hapo umeingilia mpira. Wangesema tunataka mpira uchezwe, yaani kinguvu, bila mazungumzo. Hapo umeingilia mpira. Simuelewa. Wangesema chochote ambacho kina element ya commandment ni kuingilia mpira wa miguu. Nimetoa mfano Safa pale Afrika Kusini.
wakati Afrika Kusini walishindwa kwenda kufuzu kwenda kushiriki kombe la dunia, serikali kwa kupitia waziri wa michezo Afrika Kusini aliambia SAFA kwamba mnatakiwa mjitafakari, kwa nini tumeshindwa kufika huku, na ni vema mkawapa majibu wadau. Alikomandi alitoka makauli, akuambia mjuzulu, akawaambia muondoke, akaambia tunatengenezea kamati sio ya nini, akutaka mjitafakari. Uongozi ukakaa chini, SAFA mamlaka nani, shirikisho la mpira Afrika Kusini, wakakaa chini wakatafakari, wakasema kuna sehemu tujifunze, tunatakiwa tutengeze mfumo huu ambao tunatakiwa tupeke kwenye level hii. Kweli wamefungiwa, hakuna mtu aliyesikia kufungiwa. Watu ambao walikuja kufungiwa ni Ghana, walikuja kufunga Nigeria. Nigeria kuna kipindi, Ghana kuna kipindi walitengenezewa kamati, yani serikali iliondoa watu madarakani ikawatengenezea kamati ambayo ili kupisha baadaye uchaguzi. Yani mama yake wale waliokuwa madarakani wakapiga chini. FIFA muda ule wakaondoka na rungu kwa sababu walipeleka nini? Commandment. Moja kwa moja. Wao pia Nigeria nao walishafanyaga vitu kama hivyo. Nao wakapelekewa moto. Kenya na yenyewe walikubana. Yani ukishapeleka kitu ambacho kinaitwa kulazimisha au kupeleka amri au kuwafanya mamlaka ya soka ionekane dhaifu. Yani useme fanya kitu fulani, sisi tunataka kufanya kitu fulani. Ikionekana tu kuna element ya kulazimisha nguvu ya serikali, tayari umeingia kwenye mtego huo. Sasa kilichofanyika na president sio kwamba wameenda kulazimisha, wameenda kwenye mazungumzo. Umeelewa? Either sawa, Simba au wale wote ambao walikuwepo kwenye mchakato au kafu ndani au TFF wapeleke malalamiko yao, pengine hapo inaweza kaonyesha kwamba waliingiliwa kwenye mamlaka yao. Bwana, sisi serikali imetuingilia kwenye hiki na hiki, sisi hatujakipenda. Labda Simba waandike barua bodi ya ligi au TFF waseme sisi tumelazimishwa kufanya hivi, alafu hiyo ivuje mpaka FIFA waione kwamba Simba analalamika wameingiliwa, alafu Simba wenyewe anataka kuvujisha hivi au nani yani mtu yote ambaye alikuwa kwenye ile swala, hapo ndo utajua kwamba tumeingiliwa, kwa sababu hakuna mtu aliyeridhia. FIFA wanajua kwamba serikali ina nguvu ya kushauri, ina nguvu ya kuona kila kitu kinaenda sawa. Unajua, mimi nilihoji kitu kimoja, mtu ambaye anasema serikali inaingilia masuala ya mpira wa miguu atuambie, kama huku sio kuingilia mpira wa miguu kwa serikali, unatoa ndege ambayo inazipa timu zinasafirishwa kwenda kule, si na bajeti zao kama timu, si umeingilia? Kwa hiyo kama ni kuingilia kwa serikali, tuanze kusema serikali imeingilia kwa kutoa ndege, serikali imeingilia kwa kutoa goli la mama. Kwani huko sio kuingilia? Kuwapongeza waliwaita Yanga, nakumbuka Ikulu mara baada ya kufika finali sio ya CAF Confederation Cup, kule si kuingilia. Lakini kwa sababu ni positive, ni vitu positive effect. Positive effect chochote kile FIFA wanakipongeza kwa sababu ni maendeleo ya mpira wa miguu. Ukiingiza commandment tu, sio kama naelewa, ukienda kulazimisha jambo lolote tu, ndilo ambalo sasa FIFA anasema hili unaenda kuharibu mpira, kwa sababu anajua nguvu za serikali inaweza kumkamata kiongozi wa CAF wa ligi, labda akamkamata rais au akasimamisha kwa sababu ya jambo fulani limefanyika. Sawa, linaonekana kwenye sura ya kawaida linawezekana la jinai, sio? Lakini linatakiwa liishe kwenye vyanzo vya nini? Vya mpira. Umeelewa? Sasa watu waelewe hiki kitu, ndio maana nasemaje watu hivi vitu lazima wakae. Kipindi mtu watakuja kuvurugana huku mashabiki mtaani, akategea bwana siku na mechi, mimi namtafuta uwanjani, ile si swala itakuwa la mpira, wataenda kupigana pale, au mtu anaweza kumchoma kisu au anaweza kumpiga na jiwe au kufanya chochote uwanjani. Haliwezekani ukasema swala lile la mpira kwa sababu uko uwanjani. Kuna baadhi ya masuala pia ambayo yanaangaliwa, kubadilisha matokeo ya mechi, kuondoa viongozi, kukomandi zile misingi ya mpira wa miguu. Lakini hata mpira wa miguu wenyewe unaweza ukapelekwa mahakamani, si unanielewa? Kama kuna ubadhirifu, kama kuna uharibifu wa chochote ambacho unatakiwa kupeleka unapelekwa mahakamani, kwa sababu hata mashirikisho yanawezekana labda yamekopa pesa sehemu au yamefanya jambo fulani ambalo ni lakini sio la swala la matokeo au kimaamuzi. Mtu anakupeleka mahakamani kwa sababu sio kila kitu kinazuiliwa
Kwa hiyo tusijifunge sana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tukubaliane kabisa kwamba FIFA wanafahamu mamlaka ya serikali. Serikali inaweza kushauri na wao ndio ambao wadau wakuu wa haya masuala. Kwa hiyo kwa hoja hii kuanza kuizungumzia, naamini kuna vitu vingi vya kuweza kuzungumzia huko. Hatujazungumzia FA hapo juu. Hatujagusa kabisa FA. Hapa tunagusa maamuzi ya rais ya kwenda kucheza dabi. Lakini kwenye FA kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa ambayo yako wazi. Kwa hiyo watu wafahamu kwenye hili tunalozungumzia kuhusiana na Yanga, bodi ya ligi, TFF, Simba. President kuingia kufanya wanasema makubaliano, kusimama kama arbitrator, msuluhishi. Sawa, kwenye hili swala hatujatibu kwamba hakuna matatizo kwenye mpira wetu. Rais katusaidia kupunguza mgogoro wa dabi, na sio kwamba ameondoa matatizo yaliyopo sasa hivi. Matatizo yaliyopo sasa hivi ni mchakato ambao kila mdau aanze kuona kwamba anao wajibu wa kusaidia mchakato. Mchakato ambao mimi nimezungumza toka mwanzo, na naomba watu waniunge mkono kwenye mchakato. Kuniunga mkono kwenye hili, tunatakiwa tuanzishe mahakama ya usuluhishi wa michezo Tanzania. Huu ndio mwarobaini wa kwanza. Hatutaona migogoro ndani ya TFF, hatutaona migogoro ndani ya ngumi za kulipwa, hatutaona migogoro ndani ya riadha, hatutaona migogoro ndani ya basketball, hatutaona. Maana yake umenyimwa haki zako kwenye vyanzo vyako. Kuna sehemu kabla hujafika kasi, sawa, unapita kwanza, kwa sababu kasi pia ni gharama kubwa. Mtu anafikiri kweli nimeumizwa, lakini anaenda kuniamria huyu kwenye kamati hii ambayo maslahi yake ni huyu. Haiwezekani. Kwa hiyo jamani, hii iwe ni harakati. Yani hapa tulipotoka tusifunike Mwaramu, tusifunike kombe Mwanaharamu apite, alafu ile kombe tukaliacha kama lilivyo. Lile kombe tulirudie, na hii kombe ambayo tunarudia ni haya madhaifu ambayo yako mondani. Mwanaharamu ndio kapita, dabi ndio kuchezwa, lakini hili kombe ndani yake tumelifunika. Kuna vitu ambavyo tulifunue, huyu Mwanaharamu kaliacha, kaviacha huko ndani. Kama ni viatu alivivua Mwanaharamu, tuviangalie. Kama ni nguo, kama ni ujumbe, basi Mwanaharamu pia akatuachia. Tumefunika kombe, Mwanaharamu kapita, akatuachia vitu vya kuvifanyia kazi. Mwisho wa siku ambacho mimi nakitaka, tuwe na mahakama ya michezo ya kisheria kabisa. Bodi ya ligi, TFF, Simba na Yanga wote hii. Sidhani kama kuna mtu ataibuka na kupinga. Shukrani sana Lugano. Asante sana.